Baada ya gharika kubwa, dunia ilikuwa kimya. Maji yamekwisha, lakini maisha yanaanza upya. Nuhu na familia yake wameshuka kutoka safinani, na sasa Mungu anafanya kitu kipya kabisa, agano la kwanza na binadamu. Katika Genesis saa 8 na madakika 20, saa 9 na madakika 17, tunaona mabadiliko makubwa ya kimfumo. Mungu hatalaani tena dunia, bali anaahidi kitu zaidi. Lakini pia anabadilisha sheria za msingi za maisha. Leo tutajifunza jinsi agano hili la Nuhu linavyoashiria agano kubwa zaidi la Kristo. Anza kusoma pamoja nami. Nuhu akajenga madhabahu kwa Bwana, akachukua baadhi ya wanyamapori wote walio safi na ndege walio safi, akatoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Bwana akapata harufu nzuri. Bwana akasema moyoni mwake, sitailaani tena ardhi kwa sababu ya mtu, kwa maana mipango ya moyo wa mtu ni mibaya tangu ujana wake, wala sitaharibu tena kila kilicho hai kama nilivyofanya. Hii ni mara ya kwanza Mungu kuahidi kutoharibu dunia tena. Lakini kuna mengi zaidi yaliyofichika katika maneno haya. Hebu tuangalie mambo matatu muhimu ambayo mara nyingi tunakosa. Kwanza, hii ni mara ya kwanza sadaka kutajwa Bibliani. Nuhu hakujifunza kutoka mahali, bali Mungu alimwongoza. Pili, Mungu anasema mipango ya moyo wa mtu ni mibaya tangu ujana wake. Mungu anamkubali mtu kama alivyo, si kama anavyotaka kuwa. Tatu, katika Genesis 9:3, Mungu anabadilisha kabisa sheria za chakula. Tangu mwanzo, binadamu walikula mboga tu, Genesis saa 1 na madakika 29. Sasa kwa mara ya kwanza Mungu anaruhusa nyama. Huu ni mabadiliko makubwa ya kimfumo wa maisha. Mabadiliko ya kiteolojia ni makubwa. Kutoka chakula cha mboga pekee hadi chakula cha nyama, lakini Mungu anakataza damu. Kwa nini? Kwa sababu uhai wa mwili umo katika damu, Genesis 9:4. Kutoka laana hadi agano, Mungu haongei tena juu ya kulaani, bali juu ya ahadi. Kutoka hofu hadi matumaini, upinde wa mvua unakuwa ishara ya agano la milele. Na kutoka uharibifu hadi uongozi, binadamu wanapewa mamlaka juu ya wanyamapori, lakini na majukumu makubwa. Hii yote inaashiria Kristo, yeye ambaye ni agano jipya na kamili. Hebu tuwasikilize wanyamapori waliona mabadiliko haya makubwa. Nimeshuhudia kila kitu, kutoka jangwani la maji hadi ardhi kavu. Lakini jambo hilo linalonishangaza zaidi ni jinsi Mungu alivyobadilisha moyoni mwake kutoka hasira hadi huruma. Ndiyo, na sasa binadamu wanaweza kutula. Lakini je, wataelewa kwamba hii si ruhusa ya kutenda dhambi zaidi, bali ni nafasi ya kutubu? Nimeona sadaka za kuteketezwa, damu ikimwagika kwa ajili ya binadamu. Hii inanikumbusha kitu kikuu kinachokuja, sadaka kamili ambayo itakoma dhambi za dunia mzima. Agano la Nuhu linatupatia mafundisho muhimu leo. Kwanza, Mungu ni mwaminifu katika ahadi zake. Kila mara tunapoona upinde wa mvua, tunakumbushwa kuwa Mungu hazivunji ahadi zake. Pili, damu ya binadamu ni takatifu. Tuna jukumu la kulinda maisha ya wengine. Tatu, sadaka za shukrani zinapaswa kuwa sehemu ya maisha yetu ya kiroho. Nuhu hakusubiri Mungu amwambie, alitoa kutoka moyoni. Mwisho, agano hili linaashiria Kristo, yeye ambaye ni agano jipya na kamili. Damu yake haikomi tu dhambi, bali inaturehemu na Mungu milele. Tuombe. Baba wa anga, tunakushukuru kwa agano lako la upendo. Kama ulivyomhifadhi Nuhu na familia yake, tutuhifadhi pia sisi. Tufundishe kuishi katika shukrani na kumheshimu Kristo, agano lako kamili. Katika jina la Yesu, amina.